Sisi kwanza habari nzuri sana. Hongereni sana. Asante sana. Ilikuwa ngumu kiasi gani kufika kwenye hatua hii, kwa sababu kuna watu wengine walikuwa wamewakatia tamaa, lakini pia kwa namna ambavyo wamewekeza kwa msimu huu imewezekana kwa Azam? Ilikuwa ngumu sana, tumesubiria kwa zaidi ya miaka 20, nyinyi mashahidi, na kila hatua tulikuwa tukijaribu tunakwama, tunadondoka, lakini haikutufanya kuwa tukishadondoka tusinyanyuke. Tumekuwa tukinyanyuka, tunajikumuta, tunaendelea tena, na leo hatimaye tumeweza kufanikiwa. Siri ya kufika mpaka hapa unaweza ukasema labda ni ipi? Ni kujipanga. Sisi tumeendelea kuwa moja kwa kipindi chote, na hatimaye sisi wale ambao tulikuwa tunaonekana labda hatuwezi ndio wale ambao leo tumeweza. Labda mlimkalisha sana Ibenge kumwambia tunahitaji kufika kwenye hatua 1, 2, 3, au ndio mipango ilikuwa kwamba tukimpata huyu basi tumeyapata mafanikio? Sio kwa Ibenge tu, kwa makocha wote. Kila kocha alikuwa akija, sisi tulikuwa tunamwambia kiu yetu kubwa ni kwenda group stage. Yeah. Tuambie kwa namna ambavyo Ibenge amekuja kuibadilisha Azam FC na leo mmeingia kwenye hatua ya makundi. Ibenge ni kocha mkubwa, ana profile kubwa, na pia technical bench yake, wasaidizi wake wote walokuja pia wana uzoefu mkubwa, lakini pia kwa wachezaji ambao baadhi pia wameongezeka kwenye timu yetu pia wana uzoefu mkubwa. Hiyo nayo imeboost, na wale ambao pia wachezaji wetu wengi wa ndani karibia 7 wamekuwa kila mara wanaitwa na timu ya taifa, wanacheza mechi kubwa, ile pia nayo inasaidia. Wewe ni kiongozi mkubwa ambaye umekuwa ukipambania Azam kwa muda mrefu, tumekuwa tukikutazama kwenye hilo. Mmefika kwenye hatua ya makundi. Nini ambacho tutegemee sasa kwa Azam kwa msimu huu? Malengo yetu yanaenda kubadilika sasa. Malengo yalikuwa ni makundi, sasa malengo yanabadilika, yanakwenda kuwa ni robo finali. Kwa hiyo tunaenda kujipanga kwa ajili ya kushinda mechi zetu zote za nyumbani na ikiwezekana za nje pia. Unaona inawezekana pengine kufika kwenye hatua ya robo finali, nusu finali mpaka finali kwa msimu huu? Nusu finali bado, kwanza tuko makundi. Makundi ukicheza maana yake unaitaka robo. Kwa sasa tunazungumzia robo tu kwanza. Wachezaji unaweza kuambia nini kwenye hii, kwa sababu asilimia kubwa tumezungumza nao wako na furaha kweli kweli, wengine ni mara ya kwanza kabisa wanakwenda kwenye hatua hii? Walikuwa wanafahamu malengo ni group stage. Kwa hiyo baada ya sherehe hizi za leo, kesho wakishapumzika, wakisharudi kujiandaa na ligi, tutakaa nao tena, tutazungumza nao tena malengo mengine, na wao wenyewe pia nadhani wanafahamu kuwa malengo yanaenda kubadilika, kwa sababu tulishawaambia tukishaingia group stage malengo yanabadilika. Nguvu kubwa labda mmeweka sehemu gani, kwenye michuano ya kimataifa ama kwenye ligi na mashindano mengine ambayo yatakuja kutokea kwa sasa hivi? CAF Confederation Cup leo tumemaliza. Tuna mechi inaokuja tarehe 30. Sasa hivi tunaenda kujiandaa na mechi hiyo. Alafu draw itakavyopangwa tutaiona, tutajipanga kwa ajili ya group stage. Kwa sasa hivi sasa tutakuwa tuna vyote, tuna group stage, tuna ligi, FA inakuja, tutakuwa na mechi nyingi. Kama ninavyokuambia, kocha wetu mzoefu anajua namna gani ya kuhandle pressure yote hiyo itakayokuja mbele yetu. Nikushukuru sana, pengine neno lako sasa kwa mashabiki ambao wamejitokeza hii leo, kwa sababu wamejaza uwanja, wengine walikuwepo nje wengi sana ambao wamezuiliwa mpaka kuingia ndani kuja kuishuhudia Azam. Nawashukuru sana, wamejitokeza kwa wingi na wamekuwa na sisi kwa kipindi chote. Tumedondoka mara nyingi, wameendelea kuwa na sisi, lakini hatimaye leo tumenyanyuka wote kwa pamoja. Ilikuwa ni kama zawadi kwao kuwaruhusu kuingia kwenye uwanja leo bure kabisa. Tulikuwa nalipa fadhila za kwao. Alafu kama unavyofahamu uwanja wa kwetu wenyewe hatulipi kodi. Sasa hizi taa zinawaka, hatuambii kuzima, wala hakuna mtu atakayetuzimia. Sisi tuna wa kwetu. Sisi hatukodishi. Wengine wameongeza bure, kwa hiyo imekuwa na maneno mengi sana tofauti. Zungumzie wengine. Sisi si uwanja wa kwetu. Tukiamua leo sasa hizi hatuondoki mpaka kesho alfajiri, tunabaki tu hapo. Sawa. Ulizungumza kwamba pengine unaziona timu za Tanzania zote 4 kuvuka kwenye hatua ambayo inafuata kwenda kwenye hatua ya makundi. Nazungumzia Simba, Yanga, nyie tayari, pamoja na Singida Black Stars na nyie kesho wana mchezo. Unaliona hilo baada ya nyie kufuzu? Hili ni jambo la kitaifa. Kwa hiyo timu zote za Tanzania zinakuja kumaliza hapa nyumbani, na kwa mimi ninavyoona timu zote zinaenda kuvuka. Nashukuru sana. Asante sana.